عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة فقام رجل من الأنصار فقال يا نبي الله من أكيس الناس وأحزم الناس؟ قال أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا للموت قبل نزول الموت أولئك هم الأكياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu amesimulia kuwa nilikuja kwa Nabii sallallahu alaihi wasallam nikiwa mtu wa 10 kati ya masahaba 10. Mtu mmoja kati ya Mansari alisimama na kusema, ewe Nabii wa Allah, ni mtu gani mwenye busara zaidi na thabiti zaidi miongoni mwa watu? Akajibu, ni yule anayekumbuka mauti kwa wingi na akajiandaa kwa bidii zaidi kwa ajili ya mauti kabla ya mauti kumfikia. Bila shaka hao ndio watu wenye busara zaidi, wamepata utukufu wa dunia hii na utukufu wa akhera. Alfawzu fi imtithali alawamiri, kufanikiwa kuko katika kufuata maamrisho ya Allah Ta'ala. Nasema ili kunufaika moja kwa moja kutoka kwa Allah Ta'ala ni lazima kuamini kuwa mafanikio kamili katika dunia hii na akhera yako katika kutii maamrisho yake katika njia iliyoonyeshwa na Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Aya za Qur'ani zinazoelezea kuhusiana na hayo sema, qala ta'ala, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wafanyao mema wanaume na wanawake liyakuwa na imani, tutawahuisha maisha mema na tutawapa ujira wao akhera mkubwa kabisa kwa sababu ya yale mema waliokuwa wakiyatenda. Waman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, na atakayemtii Allah na mtume wake bila shaka amefanikiwa mafanikio makubwa. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wewe mtume wa Allah, sema ikiwa nyinyi mnampenda Allah basi nifuateni, hapo Allah atakupendeni na atakusameni madhambi yenu, na Allah ni mwenye maghfira na mwenye rehma. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yatba'u al-mayyita thalatha fayarji' ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu amesimulia kuwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam amesema, mambo matatu humfuata maiti, mawili yanarejea na moja linabaki pamoja naye. Humfuata familia yake, mali yake na matendo yake. Kwa hivyo familia yake na mali yake vinarudi na matendo yake hubaki pamoja naye. An Amr radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alayhi wasallam khataba yawman faqala fi khutbatihi, ala inna dunya 'aradun hadirun ya'kulu minha al-barru wal-fajiru, ala wa inna al-akhirata ajalun sadiqun yaqdi fiha malikun qadirun, ألا وإن الخير كله بحذافره في الجنة، ألا وإن الشر كله بحذافره في النار، ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Amr radhiyallahu anhu amesimulia kuwa siku moja Nabii sallallahu alaihi wasallam alitoa hotuba kwa kusema, fahamuni kuwa dunia na vitu vyake kwa hakika ni vitu vya muda, na kwa hivyo havina uzuri na thamani, hugawana na kutumiwa na wote, yani wacha Mungu na waovu wote wanatumia. Kwa hakika akhera ni hakika na itawasili katika wakati wake uliopangwa, ambako hukumu itatolewa na mfalme mwenye uwezo. Angalieni, kwa hakika wema wote kwa ukamilifu wake uko janna, na hakika uovu wote kwa ukamilifu wake uko jahannam. Najueni na mfanye matendo yenu kutokana na hofu ya Allah, najueni kuwa mutasimamishwa mbele ya matendo yenu. Atakayefanya wema wenye uzito kama wa chembe ya vumbi atauona, na atakayefanya uovu sawa na chembe ya vumbi atauona. Qala ta'ala, aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqi layli wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Allah subhanahu wa ta'ala amesema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, simamisha swala jua linapopinduka likienda magharibi mpaka giza la usiku, na usiache Qur'ani ya swala ya alfajiri. Hakika kusoma Qur'ani katika swala alfajiri kunahudhuriwa na malaika. Walladhina hum fi salatihim yuhafidhun, na Allah anasema na ambao swala zao wanazihifadhi. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Enyi mlioamini,
ikiadhiniwa kwa ajili ya swala ya Ijumaa, nendeni upesi kumtaja Allah na wacheni biashara. Fanya hivyo ni bora kwenu, ikiwa mnajua basi fanyeni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu amesimulia kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema, yule ambaye atazihifadhi hizi swala 5 za faradhi hatoandikwa miongoni mwa wenye kughafilika. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu an Nabii sallallahu alaihi wasallam annahu dhakara as-salata yawman faqala man hafadha 'alayha kanat lahu nurun wa burhanan wa najatan yawm al-qiyamah wa man lam yuhafidh 'alayha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yawm al-qiyamati ma'a Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu amesimulia kwa siku moja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alizungumzia swala na kusema, kwa yule atakayehifadhi itakuwa kwake ni nuru na mtetezi na mwokozi siku ya Kiyama, na yule asiyezihifadhi hatakuwa na nuru wala utetezi wala uokovu, na siku ya Kiyama atakuwa pamoja na Firaun, Haman na Ubay bin Khalaf. Firaun alikuwa ni mfalme wa Misri katika wakati wa Nabii Musa alayhi salam. Haman alikuwa ni waziri wake, na Ubay bin Khalaf ni kafiri mkubwa na adui wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.